Fikiri unapokea simu na kupokea taarifa za kifo cha baba yako na mtu alokupigia simu ghafla anakata. Hii ni hatari. Na baada ya hapo unaamua kwenda kufuatilia kwa ajili ya kupokea mwili ambao ulikuwa umekuja kwa njia ya ndege, lakini unafika nyumbani unafungua sanduku na ukuta kwamba huo mwili uliokuwa katika sanduku sio wa baba yako. Story inaanza na mshikaji mmoja anayefahamika kwa jina la Vinash, na huyu mshikaji bana amekuwa akifanya kazi ya IT, lakini huyu mshikaji amekuwa akigombana sana na bosi wake kutokana na kwamba bosi wake amekuwa anaona mshikaji hawajibiki pasavyo katika kazi, na hili jambo limekuwa likimuumiza sana huyu mshikaji. Lakini huyu mshikaji ndoto zake kubwa zilikuwa ni kuwa mpiga picha maarufu sana hapo mjini, lakini kimtindo kutokana na pressure ambayo alikuwa anapewa na familia yake, hasa baba yake ambaye alikuwa hataki kabisa kumuona akifanya kazi ya kupiga picha, jambo ambalo lilifanya wagombane na baba yake mara kwa mara na kusababisha kushindwa kabisa kuelewana. Lakini siku moja mzee wake, kipindi ambacho alikuwa anasafiri na basi, akawa amepata bonge la ajali njiani na kusababisha huyu mzee kupoteza maisha. Siku ya leo mshikaji anapigiwa simu na kupewa taarifa ya kifo cha baba yake, lakini kimtindo akajikuta amechanganyikiwa kama ilivyokuwa kawaida kwa mtu akipokea taarifa ya kifo cha wazazi wake. Lakini upande wa pili tunakutana na mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Shaukat, na huyo mshikaji bana alikuwa ni rafiki yake kulikweli huyo mshikaji, na akakutana naye na kumuelezea, na huyo mshikaji akawa amempa pole na kumwambia, mwanangu usijali, hayo yote ni maisha katika dunia. Lakini wanaamua kwenda kuchukua mwili wa baba yake ambao ulikuwa umetumwa kwa njia ya ndege kupitia gari la Shaukat. Lakini kipindi ambacho wanarudi nyumbani, wanaenda kufungua sanduku, ikawa ni noma. Baada ya kukuta mwili ulikuwa katika sanduku ni tofauti, jamaa akaenda kuliamsha kinoma katika kituo hicho cha kupokea mizigo, na wakawa wamegombana kweli. Lakini baada hapo mshikaji anampatia namba ya simu, anamwambia hakika wapigie, hao ndio wenye mwili wa baba yako. Na mshikaji kimtindo ikabidi afunge safari na kuelekea katika mji wa Kochi. Lakini katika mawasiliano akaambiwa kuna shule moja ambayo iko mbele hapo, ambayo kuna binti moja ambaye ni ndugu wa marehemu. Anafika hapa na kukutana na huyo binti, lakini kimtindo binti anamkumbuka dakika chache zilizopita alimuona akitoka katika bweni la wavulana. Ni hatari. Lakini mshikaji kutokana kwamba alikosa namna, ikabidi tu wakubaliane na binti aende kauangalia ule mwili kwa ajili ya kugundua kama anaweza kawa anamfahamu ama ni ndugu yake. Binti alipoenda kwa ajili ya kwenda kuangalia ile maiti bwana, kimtindo akawa amegundua ya kuwa huyo ni bibi yake mza mama yake, na binti kimtindo akawa amehuzunika. Lakini wakabidi waongozane moja kwa moja kwa ajili ya kuelekea katika familia ya binti kwenda kuikabidhisha ile maiti na wao wachukue maiti ya baba yao. Ni hatari. Lakini wakiwa njiani kuna wahuni wakawa wanawafuatilia, na sijui kaji walikuwa na nia gani, lakini safari ikawa imeendelea. Lakini wakiwa njiani wanapigiwa simu na mshikaji ambaye anahusika na kusafirisha mizigo, anaambia wanangu, hapo kuna box moja inabidi muipitishe hapo mbele, na hiyo box nayo ilikuwa imefanyiwa makosa katika usafirishaji. Washikaji wanakubaliana, moja kwa moja wanaamua kuchukua ile box na kuipeleka mahali ambapo mshikaji alikuwa amewaelekeza. Na walipopeleka kile kibox bwana, wanafika hapa wanakuta kuna harusi ambayo ilikuwa inaendelea, na kimtindo wanafika hapa, lakini wanakuta kuna ugomvi kinoma ambao ulikuwa unaendelea kati ya bwana harusi na bibi harusi, na ugomvi ulikuwa ni mkubwa kweli. Wakasubiri mwanangu sorry ishe, na baada hapo wakawa wamepeleka ile box, na kimtindo wakawa wamepokea shukrani kubwa sana katika hii familia. Baada ya kufikisha ule mzigo, wanaamua kuchukua mapumziko mafupi kidogo kwa ajili ya kuendelea na safari, maana safari ilikuwa ni ndefu. Mshikaji anamkuta binti akiwa anatumia gambe ya kutosha, anamwambia inakuaje unatumia gambe na huko katika kipindi cha msiba. Lakini binti akamwambia haijalishi, na mimi hivi ni vitu vyangu, acha ni pose roho kidogo bwana. Wote wakawa wameungana na kuamua kupiga gambe vya kutosha, na wakapiga gambe ya kutosha kulikweli. Lakini kwa mshikaji ambaye ni Shaukat, yeye aliamua kukaa na mzee mmoja ambaye alikuwa anapiga kinubi, na akamwambia njoo mwanangu nipigie kinubi, uko umekaa juu ya gari huko unasikia vizuri. Lakini kipindi ambacho walikuwepo hapa kwa wale wauni ambao walikuwa wanawafuatilia, wanafika wanamwambia wewe mwanetu, vipi kuhusu deni letu, na umekuwa ukituzungusha muda mrefu sana, na vipi leo kuhusu deni, na leo lazima ulipe. Lakini washikaji wakaamua kuchukua gari, na mzee akawa ameanguka vibaya, na washikaji wakawa wamechukua ile gari bila hata kujua ya kwamba kuna maiti ambayo ilikuwa imebebwa ndani ya hilo gari. Ni hatari. Hii safari inageuka kuwa ya changamoto kulikuwa na yenye maumivu makali, na washikaji wanajikuta wakiwa katika hospitalini, huyu mzee wa vinubi pamoja na mshikaji wetu Shaukat. Lakini wakiwa hapa kuna binti mmoja mzuri sana ambaye anaingia hapa na kwenda kumsalimia mzee wa vinubi. Na kama unavyojua tena sisi wanaume, mshikaji akaanza kuvutiwa na yule binti, na kama unavyojua tena wanaume, hata kipindi cha vita sisi tunaombaga namba tu. Na mshikaji akawa anaomba namba kwa yule binti mrembo. Ni hatari. Hawa washikaji kabidi
waende wakaripoti katika kituo cha polisi kwamba washikaji wameibiwa gari ambayo ndani ya ile gari kuna ile maiti ya baba yao, na Kimtindo akawa anasubiri maamuzi kutoka polisi na uchunguzi pia. Lakini kwa mshikaji Shaukat, yeye akawa ni mtu amejikuta ambaye amezama kwenye penzi la binti, na mshikaji akaamua kabisa kwenda kuongea na yule mzee ili amwambie kwamba nimempenda sana binti yako. Lakini kabla hata hajaanza kuzungumza, yule binti mwenyewe akawa ameingia, na yule mzee akaamua kumtambulisha, akamwambia bana, huyu ni mke wangu wa 4. Na mshikaji Kimtindo ile maneno yakawa yamemshtua na kuumia kweli, awe ni hatari. Lakini wakiwa hapa gari ya polisi kwa imefanikiwa kupata gari yao, na maiti wakawa wameipata, lakini gari ilikuwa imeharibika ile mbaya, na wakawa wamepatiwa gari ndogo na polisi kwa ajili ya kuwasaidia kufikisha ile maiti. Na kwa bahati nzuri wakawa wamefika katika sehemu husika, na wakawa wamepokelewa vizuri, na wakakutana na mwanamama ambaye alikuwa ni mtoto wa marehemu katika maiti ambao walikuwa wameileta wao, na taratibu za msiba zikawa zinaendelea baada ya kubaliana msiba kufanya kwa pamoja. Na mwanamama akawa amempatia kiboksi Avinash ambacho kilikuwa kimeachwa na baba yake mzazi, na anakuta saa pamoja na ujumbe ambao ulikuwa umeandikwa. Na baada ya kupewa ujumbe akawa amegundua kuwa kumbe baba yake alimpenda sana na kumsamini, na mshikaji alikuwa akimchukia bure baba yake, akiamini kwamba baba yake alikuwa kimnyima ama kimbania katika ndoto zake ama vitu anavyovipenda. Mshikaji siku leo ana realize ya kwamba baba yake alikuwa na upendo kwake na alikuwa akimtakia mambo mazuri ama mema katika familia yake. Na mshikaji akawa amejifunza jambo kubwa sana na kuamini ya kwamba baba yake alikuwa ni mtu bora sana. Siku leo anaiaga hii familia na kuamua kurudi nyumbani na kwenda kumzika baba yake kwa heshima. Na kipindi ambacho alikuwa amerudi kazini, bosi wake akawa anamfokea ile mbaya, lakini mshikaji siku leo anaamua kuacha kazi na kuamua kufuata ndoto yake ya kuwa mpiga picha bora katika hii dunia. Nami najifundisha kwamba wazazi wanakuwa wanatamani tufikie mafanikio kutokana na njia ambazo wanaziona wao ni sahihi, lakini na sisi tuna njia zetu ambazo tunaziona ni sahihi za kutufikisha, ama tuna malengo yetu, ama tuna vipaji vyetu ambavyo vinatupa furaha. Au wewe unaonaje mdau? Niambie maoni kupitia kwenye comment. Na huu ndio mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na subscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine za motomoto kama hii.